Supposé iko portemanteau hapa. Unakamata hii veste unatia porte. Si veste hii. Sawa. Sasa ilikuwa kumwili yangu. Hii mkono ningeweza kufanya hivi. Si ningefanya hivi mkono inaenda. Si vile? Si chemise mimi nifanya. Est-ce que chemise au peke inaweza nyanyangule mkono? Mejuina inavala mwili iko ndani na nafsi. Mwili nafanya hivi. Hautasema mkono mwili ndio ilifanya vile, utasema na chemise imefanya hivi. Haleluya. Amen. Sasa ukishatosha chemise, hii veste inaitosha mnitia hapa. Haiko tena kitu chechiko ndani nini? Nafsi. Ukifika sasa hii mkono hayo peke iko nafanya hivi mshamba. Itakuwaje? Uangalie tu mkono hayo peke, hakuna kitu. Kisha unaangalia hayo peke unafanya. Sasa unaikazia macho nakwambia inafanya hivi. Itakuwaje? Hautakimbia. Ni pale ndipo nitaka uelewe nafsi. Kazi ya nafsi ni matendo. Mkristo mwenye hana nafsi ya Mungu hajue utendaji kanisani. Mkristo mwenye hana nafsi ya Mungu ni Mkristo mwenye iko tu kanisani mbe hatapata mawazo ya kumwambia na mimi naweza fanya hiki kwa kazi ya Mungu. Mtu mwenye hana nafsi ni mtu mwenye amekufa. Mtu mwenye hana nafsi ni mtu mwenye hawezi jifalia chochote. Kinachotufanya upate akili ya kukula ni nafsi ingali. Kinachotufanya upate nafsi ya kunawa ni nafsi ingali. Me nafsi ikitoka unabakia kimtu bila reaction bila utendaji jo vile na koti sasa inavala mwili. Mwili kuna nafsi, koti itapata utendaji. Jo hivi. Ukiona unafanya hivi, utaona ni normal juu mwili kuna nafsi. Lakini ikitoka kumwili na ingia kwa kitu chenye kina nafsi, unafika ikifanya vile utakimbia. Bwana atusaidie. Amen. Sasa 2021 ulitembea bila hema ya Mungu. Haleluya. 2021 ulitembea bila hema ya nani? Na wenda kama ulikuwa na hema lakini hema haikuwa ndani nafsi. Mei mwaka 2020 mwaka 2021 hema ya Mungu yenye Mungu atatia katikati yako. Hema hayo peke haitakusaidia chochote. Aseme ile hema Mungu atitia ndani nafsi. Akaitia ndani nafsi, maana yake ile hema hayo peke. Sasa hivi tunaikala kwa hii hema, si hema ya Mungu hii. Tukaikala hapo hivi, tunasema Baba turushe Ulaya. Chapia Yesu makofi ya Mungu. Kila chenye utapenda upate. Ukikala kwa hii hema itakurusha na unakifika hapo kwa jina la Yesu. Eske kuna mtu anasikia langaji ya Roho Mtakatifu. Mungu mimi napenda Bwana. Enda piga magoti kwa hema ya Mungu inayokuwa na nini? Na nafsi. Pale hapo tena utukufu. Piga magoti kwa hema ya Bwana inayokuwa na nafsi ya nani? Hii hema yenye kuwa na nafsi inasikiaka. Si nafsi ndio tunasikia. Hii hema yenye kuwa na nafsi inasikia. Hii hema yenye kuwa na nafsi inaona. Hii hema yenye kuwa na nafsi vyote vya uko navyo na iko nayo. Mwaka 2021 tutakavyotembea kwenye matatizo yetu, kwenye magumu yetu, tujue tumepatiliwa hema na ile hema haiko nje, haiko pembeni, iko katikati yetu. Ikakuwa katikati yetu kama tukiibana, itaturusha na itatupeleka nafasi popote tutakapoenda. Amen. Ndio maana nasema kwamba hema nimeweka hema katikati yetu. Tena hema yenye kuwa na nini? Na nafsi. Kumbe usijipigani. Mwenye atakuchokoza jua kama ilizi ya kwanza ni Yesu Kristo ni hema yenye nafsi. Mwata kuchokoza mstaki kwenye hema yenye nafsi. Mwata kupiganisha vita mulete kwenye hema ya nini? Ya nafsi. 2021 hapa na kujipigania vita. Mwenye atapigana vita na wewe kamata jina yake, kamata na jina yako, mulete kwenye mazabao yako yenye kuwa na hema inayokuwa na nafsi. Mazabao itaongea. Amen. Kuna mtu anasikia? Ndio. Kitu cha kwanza kwa watu wenye kuwa na nyota tumesema wawe na imani kwamba wamepatiliwa hema na hema yenye kuwa na nini? Na itatembea katikati ya Amen. Ile 12 wanasema hivi. Na nitatembea katikati yenu na nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa wana wangu. Niko nenda pole pole. Haleluya. Ile hema yenye kuwa na nafsi ni kivuli, sikia, ni kivuli kia Mungu
kenye kitatembea katikati yenu. Aseme nyie nitakuwa Mungu ile hema kumbe ni Mungu. Haleluya. Nitakuwa Mungu wenu na nyie mtakuwa wana wangu. Mnasikia wana? Fasi yote kwenye utaanza toka hapa après ma prière, jua akiwa unatembea pamoja na Mungu. Uenda 2021 kutembea na Mungu. Lakini hii 2020 utembea na Mungu. Mais 2021 mahali pote utaenda ujue kwamba unafunikwa unatembea pamoja na Mungu. Na ukitembea pamoja na Mungu, wewe usitamani kupigana. Wakati kitu kinaingia, unasema kwa imani, Mungu wangu, angalia vile ananichokoza. Kisha unyamaze kimya, utaangalia ile tipi anaanza pata majifle zenye aibu zinatoka. Haleluya. Wenda 2021 Mungu hakutembea naye. 2020 hakutembea naye. Mais 2021 unatembea naye. Amen. Unasikia vile Roho Mtakatifu akija nibeba. Ndio natasema 2020 lazima 2021. Maana yake deja 2021 ilishaanza. Amen. Aseme hawezi laani mwenye ashabarikiwa. Labani alilazima Mungu wala wanasikia lazima la bariki. Alitanza na laana, Mungu anashanjia baraka. 2021 jua kwamba unatembea pamoja na Mungu. Na kuna watu wataanza kuuliza, ushabadilika? Ilikuwaje? Ulipakala mafuta gani? Kuna watu watanenepa na hawakula tarehe special. Amen. Amen. Nanyi mtakuwa wana wangu. Na mwana wa Mungu akakuita mwana wake, anasema, nani mwana wangu aombe? Nani mwana wangu atakayeomba samaki apewe nyoka? Nani mwana wangu atakayeomba mkate apewe jiwe? Natangaza kwamba chochote utakachokiomba kwa hii mwaka 2021 utafanikiwa sasa na jamii. Mungu amenituma tu nije kutabiri baraka kwako. Pale 13 anasema hivi: mimi ni Bwana Mungu wenu ambaye niliwatoa ninyi kutoka nchi ya Misri ili msiwe watumwa wao. Kama ulimaliza hii mwaka loko mtumwa wa mtu, mwaka 2021 hautakuwa tena mtumwa. Mimi ni Mungu niliwatosha katika nchi ya Israeli ya Misri ili msikuwe tena watumwa wao. Mimi ni Mungu niliwaambia siku 7 mwikale chini ili msikuwe tena watumwa wao. Baada ya siku 7 hautakuwa mtumwa wa mtu, utakuwa mtumwa wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amina. Amen. Amen. Nye badada bemuko na igarso ishawaambia tutawanaka après des ans et na rompre les fiançailles. Ile urafiki wende couper. Aisha kufanya mtumwa wake. Bakia netre wa Mungu anakuja. Amen. Kama hutasikia mimi nakuona, mimi nakwambia wewe mivunja wa Mungu anafanya nini? Anakuja. Ona jinsi wamekuexploiter mwaka wote ya 2020. Na kama hukuye minaishi, tena unajishusha. Kama utaokia kama maisha mpaka wakati gani? Katana kwa mtumwa wa mtu. Amen. Kuna mtu anasikia hapo? Ndio. Hivi mwaka 2021 mimi nimebadilika kimawazo, kiroho, kimwili, kimafikiri, kimivalio, gisi ya kulala. Yote. Nimekutosha kule usiwe tena mtumwa wa. Wow. Kuna mtu anasikia hapo? Ndio. Ili usiwe mtumwa wao. Pale chini wanaendelea wanasema, na nimevunja miti ya kongwa yenu nikawafanya ninyi kutembea pasipo kunjama. Mwaka 2020 ulikuwa unatembea hivi. Ulikuwa na unama. Imani yako ina unama, eske naolewaka? Eske hivi vitaishaka? Eske vije ndiko hapo namna gani? Mungu hapo amevunja ile miti yenyewe ilikuwa na Mungu atembelea. Kuonesha ke Mungu wako hawezi. Sasa na wewe muoneshe ke malgré kile hautakinipa, malgré kile sitakipata, nitaendelea mdesizio zangu. Amen. Na hautashange vyangu juu ya vile vyako vyo kunanionyesha. Donc mu 2021 jifunze kusabote probleme zote. Haleluya. Amen. Amen. Mu 2021 jifunze kuinua imani yako na usifungue mlango kwa vitu vya nje tena vikudomine. Mbele na njoo naanza huduma ya pastor. Nilikuwa mimi na mkaka mimi nasema ndahubiri kesho hivi. Na naingia muibada saa fulani. Mimi nakutana kikwazo kinatoka. Sasa nafika tu mkanisa, natengia mkanisa tu pa, baibaji wanaletea problem. Inanichangisha kwanza nini? Nataka kata pa ya pili.
Bazi ya kanisa nao wanaletea ingine kikwazo. Na kwa ngapi? 2. Mimi nashindwa. Nataka hata paya 3. Mkristo mwingine na anakia na problemu yake ya Mkristo au Mkristo. Unakuwa ngapi? 3. Ya kwanza nimekuja banani? Ya pili? Ya 3? Nataka vunja mipaka niendelee. Bibi yangu nana kia na chaki. Nataka vunja mipaka niendelee. Watoto nao wanaleta chao. Reaction yangu inasema sitaingia tena mkanisa. Nenda fanya Mungu. Na nimekwazika. Mwende muabudu nyi peke. Mungu atusaidie. Amen. Au nikasema mimi naingia tu wasione kama mchungaji akufanya nini. Amen. Mimi nasema mwingine mwakutarishwa feni. Amen. Nilikuwa mkali sana. Nilikuwa mahasira sana. Nilikuwa mtu mwenye sipendake vitu nione vinaharibika. Lakini kumbe nilikuwa mchanga wa imani. Haleluya. Amen. Pamoja na neno la Mungu leo kwa sasa nimejifunza kumbe kazi ya shetani akiona nyota yako inataka waka inabidi alete vitu kutoka nje bikuye bififize kipawa na nyota. Ukivikubali vile vitu vikuingie vinaenda huko nyota. Amen. Na wakati unapiganishwa na vile vya kutoka nje, si wewe unapiganishwa, ni nyota yako inapiganishwa. Amen. So, ukijua kwamba nyota yako ni sharti ipiganishwe, chenye hukulamuka nacho usikuwe na kiingiza moyo wako. Na ukiona kitu kinakuya, usikue haraka kureagire kwacho. Juu unaweza kukiona wewe, lakini kienye kinakia nyuma kile kitu haukioni. Adam, nyota na bahati aliyokuwa nayo njoo yenyewe ilikuwa natafutiwa. Eva, Adamu aliona Eva kula tunda, lakini kumbe ajue nyuma ya Eva kumbe kuko shetani mwenye nakiaiba utukufu. C'est pourquoi usifungue mlango wowote mwaka 2021 kukitu chenye haukuikalia kikureagire viombi. Juko kwa batu wengine ni waporte male mu maisha yako. Kuna mtu anaweza kuya anakuchokoza, wewe utazani unapigana na ule mtu, kumbe kuna kifo chenye unaleta aingize maisha yako. Kuna mtu ananielewa hapa? Ndio. Mu 2021 usiamini kila roho. Si yeye kama unanisikia? Ndio. Mimi nasema mu 2021 usiamini kila roho. Dada, uko na rafiki. Kunatokea tena mwingine anaanza kuonesha mie njoo. Kama explique ulikuwa na mmoja. Tena mwingine anafanya. Anza kala nafasi moja uchunguzi. Na zaidi ya yote kwa na mzazi wa kiroho mwambia papa niko na shida. Niko entre vitu viwili. Kuko huyu na kuna mwingine atokee. Baba unasema ni na 2021 usijiambatanishe na mtu haraka bila kuomba msaada wa Mungu. Paske hizi nyota zetu tumetengeneza hapa tayari wako na nyota, na utatembea na hema ya Mungu katikati yako, na utakuwa mtoto wa Mungu, na Mungu atakuwa Mungu wako. Meshetani hatafurahishwa na hiki kitu kiutatosha hapa. Kama Yesu Herode anamuinukia ni juu, c'est parce que Herode alishaangalia nyota ya Yesu sana zaliwa pa. Batu ya kwanza waliona nyota ya Yesu ni wachawi na wale wa majusi wapagani. Shetani aishajua deja ki unatosha kwa hii mlima. So utafika kule mkartie, atakuinulia vikwazo pour que tu umetosha hapa akififishi. Lakini nachokutangazia usitike kuachacha haraka na kuingiza haraka. Bana hivi mimi nakupa paka mwaka 2021 yote. Na uchunguze ile mafundisho yote Roho Mtakatifu alisema nasi. Kuna mtu ananisikia hapa? Ndio. Kuna mtu ananisikia hapa? Ndio. Leo siku zenyewe nimejua sasa kujipositione na kukaa neno la Mungu. Hakuna kinachonitisha leo. Mkristo mbele nilikuwa naangalia kanisa, sasa tunaanza dimashe. Mbona watu mbona waingie? Ninaanza tetemeka. Leo ukie kanisani, usikie kanisani, alichopanga kunitumia Mungu atanitumia tu. Lakini ile mbele vitu vya kutoka nje vilikuwa vinaharibu mpango wa Mungu ndani yangu. Naona kutakia Mungu akusaidie kitu kia Mungu kisiharibike wapi? Ndani yangu. Hii nyota unatosha hapa, isifanye nini? Isizimike lesitingizike. Na kile kitaingiza nini? Ni mashariki. Tumekwambia mimi kwa mashariki ngapi? 5. Ndio maana leo kuna wakati tunaweza kiambia baba pastor hivi na hivi
Mbona kama sikuhangaikia, kumbe niko na wazi. Mbona papa tuhangaiki yake? Mbona papa? No. Unaweza fika shida iko njoo kumie. Mbona papa iko saa angalie shida yake? Mimi najua hii shida kama inakuya. Siwezi shughulikia juu na kiarudisha chechiko mumii. Avai kui imenikuta niko na mimi kwamo. Ichunge nimalize kisha nao niipatie muda yake. Kujua kupanga kila kitu na muda yake. Sasa ulikuwa unakutana siku nilikuwa niko na hata kupatia kimanyashi. Siku tulikuwa tunatie matriplex hapa kwa kanisa. Unakumbuka? Njoo siku bibi yangu anazala mtoto anafanya. Maana shetani aishaona, acha nikwambie maisha ya wokovu ni komba. Ni match, ni nyota mbili. Wewe uko na nyota kisha kuna mwenyewe unapigania wewe ni nyota. Siku tu bado waleta matriplex. Kila mtu anakuya. Ile siku lisha changa. Wanako rafika mimi nakwambia triplex juu ya Mungu Bwana anasema. Na kila mtu anaenda na anaileta pale pale. Shetani anasema mbona kabila kananipatisha haya. Ilifona mie nige mtoto mtumbo wa bibi yake. Nione koma tajiposi. Ilikuwa ni vita ya kukuya arete programu ya Imashengo. Na kama ningekuwa si ajua kama nina hema ya Mungu maisha yangu, ni kama hizo huko ndani kama sikufika mataralume ya moyo. Ile siku ananiambia bibi yako mtoto anafanya. Mie ndio nilikwambia wengine banda zala bien. Mashukurani niko nasikunya. Kisha wangu yeye anakufa. Sasa nitafuta pupa. Kasikia sauti inaniambia, "Pastor, usitoke mwenyo kwako. Kama mtoto amekufia kusantre, ambia wenye biko kule ba muzike. Na usisubutu kutoka hapa asije na kule. Na usisubutu kujitia kama umepoteza. Mimi Mungu, ile ni jaribu mwenye kwa mnchia baraka yako." Nani mwenye akuongea? Bibi yangu yeye peke ananiita. Sheri ndio vile tunaambia pole sana. Haleluya. Pole. Kaambia pole sana. Basi hivi mimi nakuitia pare, njoo mtakusaidia mfanye vyote mmalize. Sheri hautakuya. Hivi Mungu amekataa. Sheri unatanipatisha haya. Wakwetu wiko hapa watasema Mungu atusaidie. Mumaisha usionake ke kutii sauti ya Mungu kupata haya. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Mungu alipotuita anasema hivi, anayependa baba na mama kuliko mimi Mungu hanistahili. Kuanzia leo ukitoka hapa, jua kama utajiri na adhabu yako ni Mungu. Haleluya. Amen. Petro akamwambia Yesu, mamangu amekufa. Muniruhusu niende mfanye. Akamwambia nini? Acheni wafu wazike wafu wao. Mama yako haiko mfu wako. Haiko mfu wako. Kama huyu apanda ngazi ya imani na utoshe matumaini kwa watu, kuriti baraka za Mungu iko vigumu. Juu maneno ya ure itakola kuangusha. Wewe mwenye maneno inaangusha. Sasa mie mwenye mtoto wangu anakufa. Na niko tena mkazi ya nani? Haleluya. Mamangu ipika kanita. Banduku, hautaki angalia hata sura yako. Unachukia mpaka na sura yako. Mungu atusaidie. Kuna vitu vingine tu ya kupenda Mungu kitoka hapa. Batu baje constater unavichukia au hauvichukii. Sio mtu anasikia hapa. Kuna wakati unaweza anza kupendeza kanisa, unasema mimi natumikia Mungu. Batu wanaangalia yake usha punch. Batu wanaangalia yake kichwa kisharibika. Siku ya kwanza mpaka siku ya posho kanisa, watoto wangu niwashughulikia saa ngapi? Waambie Bwana alisema. Na Bwana ndio mwenye mambo yote. Hata anaweza washughulikia Mungu asipowashughulikia ni bure. Maana anasema akili yako, mawazo yako, nguvu yako bila Mungu yote ni bure. Na ukakuaka mwenda wazimu, purke uweze kutumikia Mungu bila before kuwe mwenda wazimu wa Mungu. Na hakuna mwenda wazimu wanakuwa na akili. Na ukakuwa mwenda wazimu na ungana na akili, maana unajifanyisha. Ifo Mungu akakuingia apotezi akili ya kimwanadamu, apotezi akili ya kidunia, akutie akili celeste ya mbingu. Utaona tofauti na watu watakuona tofauti. Haiwezekani ndio utafanya na wachawi wapige mikono bongo. Haiwezekani ndio utafanya na mama yako mwenye azuri ya kiroho apige mikono bongo. Haiwezekani ndio utafanya na mume wako mwenye haokoki apige mikono bongo. Vya Mungu inakwazaka zile nyawa ingia Mungu kizuri.
Ile ni ushuhuda yangu niko nakupa. Yenye na wewe kulishoni hapa macho. Haleluya. Basi ya kanisa wangu hapa. Wakaniambia papa, mtoto wako amekufa tunafanya haya. Kwanza wakapata na muda hata ukianiuliza. Bako nakuya wanakutana pastori kwa. Yesu anasema, baba, usiogope mama. Haleluya. Mimi na njia nafunguka mbele yako ya baraka. Mimi na utukufu wa Bwana. Uko mshida na unatabiri. Wakati wa shida njoo muda kwenda kilindini. Ingia kule ndani tafuta uso wa Bwana wakati wa shida. Aseme Saulo na Daudi. Haleluya. Ninataka nikuoneshe mshuhuda yangu niko na lengo ya kukufikisha kutambua hema ya Mungu katikati yako na nafsi ya Baba. Inatumika kwa wakati gani? Waliokolewa, waliotangazwa vema, waliotangulia. Mungu anajifunua kwa wakati wa shida. Lazima wakati Daudi iko anakimbia. Haleluya. Anakimbia nani? Anakimbia Saulo. Na Saulo naye iko anawinda nani? Daudi. Mungu akasaidia. Pana mtu anazania amefika, lakini jua alikutangulia. Lakini kumbe wewe uko rakuya nyuma, utamtangulia zaidi. Amen. Mtu kuzala mtoto wa kwanza isikolichi kama mbarikiwa. Anaweza mzao wa kwanza kumbe tawaki na pere. Mewewe utachelewa, utazalia watano limoya kwa mapasi. Amen. Haleluya. Ila usielewa kama huko mwana wazimu wa Yesu. Saulo akaenda jificha kwenye lijiwe. Asema lijiwe lilikuwa kama shimo. Yesu aliingia mwile lijiwe, si mnamuingilia. Akajificha mwile lijiwe. Mimi akabakia yulu. Haleluya. Ambia mwenzako yulu. Daudi naye akakuya nyuma yake. Akakutana Saulo amelalia wapi? Yulu. Ili kwamba magumu na majaribu na vile unapenda Biblia utaka usikupata. Hayo vikikuwa yulu wengi ndani. Daudi akakuya nego nakimbia na akaingia mwile lijiwe. Aseme baka ingia mlijiwe akavuka. Haleluya. Amina. Juu yeye idea yake haikuwa ya yulu, ilikuwa ya wapi? Ya chini. Akavuka kwa Saulo pale yulu bila kufanya nini? Bila kumuona. Akaenda akajificha kule ndani. Mmewote mlishiwe hii? Moya. Kulipotaka pambazuka, nilikwambia mwanadamu kaka wa kwanza juu anadominaka wa mbele. Simisha kufundisha pale. Saa ya kucha ingali 3h du matin. Daudi kule chini anapatoka wangapi? Kufika hapa yulu karibu ya mlango. Sema kwa jina la Yesu. Ugangisteri. Tumelala naye hapa. Malgré majaribu ziko. Kama utaingia mu Yesu ndani, jaribu asitakupata. Na asitakuona, mewewe utaziona. Ona jaribu, mejaribu sikuona. Jaribu kukuona ni kukupata, ninakusumbua, ninakuhamisha mplaza hapo. Mejaribu wewe kuiona haikukuona, sio kwamba utapata jaribu. Utapata jaribu, itakuwa sans effet. Ile wanasema kaseme mitego yote inayopangwa kwa ajili yangu itakuwa pasina mafanikio. Bwana tusaidie. Daudi sababu aliingia kule ndani, akamvuka hapo akasema vie, sijui aso muue. Akasema hii ni muue nini? Huyu tumelala mlishiwe moya. Kama Mungu asingetia hema yake juu yangu, angemupa akili atanipa kulichana na nasi. Sasa Mungu alinichunga, ataendelea kunichunga. Na siwezi toka mpla yangu. Pla yangu ni kusema siwezi mwanga damu ya mpakaliwa mafuta malgré ananinukia. Wewe mwenye majaribu na kuinukiaka na unaendana mwile majaribu, imani yako mala. Bali ni chamba na mimi nafanya nini? Nyewe wote mko yulu na nyewe wote mtakufa. Baki kuchamba wewe. Kazi ya kufanya ingia saa Yesu ndani. Baba wasamehe hawajua wanaolifanya. Chapia Yesu makofi na mtu mwenye aishaokoka anaingia ndani, anajua kusabote majaribu, jua anajua hata iseme yangu tu itaendelea. Hata bikuwe hivi, abiniguse kitu. Haleluya. Amina. Akamkata kakipande kangu. Haleluya. Pundirike mjaribu yako unatengeneza ushuhuda.
Mjaribu yako unatengeneza nguvu zako.